Nilisoma kuhusu mfalme mmoja wa China ambaye aliunda orkestra yake binafsi yenye watu mamia kadhaa, na kuwa mwanachama wa orkestra yake ya kifalme ilikuwa ni heshima kubwa sana na ilileta umaarufu na utajiri mwingi. Mwanachama mmoja wa orkestra hiyo alikuwa mlaghai. Kwa namna fulani aliweza kujipenyeza kwenye sehemu ya wapigaji filimbi wa orkestra hiyo. Siku moja mfalme alitangaza kwamba kila mwanachama wa orkestra atapangiwa kuja ikulu na kutumbuiza kipande cha muziki peke yake mbele ya mahakama ya kifalme. Basi akijua kwamba utapeli wake ulikuwa karibu kugundulika, badala ya kukiri unafiki wake na kukabiliana na aibu kubwa ambayo ingemkumba, yule mlaghai aliamua kujitoa uhai. Kutokana na tukio hili ndipo palipotokea msemo alikataa kukabiliana na muziki. Sasa kinachotokea katika masomo yetu ya Injili kwa mpangilio wa matukio ni kwamba Mafarisayo wanakula chakula pamoja na Bwana. Wapo hapa katika nyumba fulani huko Yudea. Viongozi wa kidini wako karibu kukabiliana na muziki. Watakemewa na Bwana. Watafichuliwa kwa unafiki wao. Sasa tukio hili linatokea katika Luka sura ya 11 na niambie, ni maelezo ya kipekee kabisa kuhusu unafiki ambao ni hatari inayomkabili kila mmoja wetu leo. Kwa kweli, kama ungependa kuwa mnafiki bora zaidi, hizi hapa njia 6 za kufanya hivyo. Na ya kwanza ni hii: zingatia muonekano wa nje badala ya mtazamo wa ndani. Sasa mstari wa 37. Wakati Yesu alipokuwa akizungumza, Farisayo mmoja alimwalika apate chakula naye, hivyo akaingia na kuketi mezani. Yule Farisayo alishangaa kuona kwamba hakunawa mikono kwanza kabla ya chakula. Sasa wakati wa Kristo, kunawa mikono hakukuwa kunahusiana sana na mikono michafu. Ilikuwa ni desturi ya kidini iliyokuwa na zaidi ya miaka 500. Yesu anaweza kusoma mawazo yao hapa kwa njia, na ni wazi kutokana na kile anachosema baadaye kwenye mstari wa 39. Ninyi Mafarisayo mnasafisha nje ya kikombe na sahani, lakini ndani mmejaa tamaa na uovu. Ninyi wapumbavu! Je, yule aliyeumba nje hakuumba na ndani pia? Kwa maneno mengine, kama unataka kuwa safi mbele za Mungu, uhitaji kunawa mikono yako. Unahitaji moyo wako usafishwe, kwa sababu ndipo dhambi inakomea. Hivyo basi, hapa ni namba 1 tena. Kama unataka kuwa mnafiki bora, zingatia zaidi muonekano wa nje kuliko hali ya ndani au mtazamo wa moyo. Sasa hii hapa namba 2: jipongeze kwa mafanikio madogo huku ukifumbia macho makosa makubwa zaidi. Mstari wa 42 unasema, lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mnatoa zaka ya mnanaa na ruda na kila mboga, lakini mmesahau haki na upendo wa Mungu. Sasa sheria ya Musa haikuwahi kuamuru utoaji wa zaka kwa kila mboga au kiungo, lakini wanafiki hawa wanahesabu hata mbegu ndogo ndogo na wanapuuza mambo makubwa kama kuwatendea watu haki na kwa upendo. Basi hii hapa hatua ya 3 ya kuwa mnafiki bora: jifunze kudhamini sifa za hadharani kuliko tabia yako binafsi. Yesu anasema hivyo kwa hakika hapa kwenye mstari 43, ole wenu Mafarisayo, kwa maana mnapenda viti vya mbele katika masinagogi na salamu sokoni. Sasa katika siku hizi hapa, viti bora kwenye sinagogi vilikuwa mbele kabisa. Katika miaka yangu yote ya uchungaji, inaonekana viti bora vimekuwa nyuma kila wakati, lakini si wakati wa Kristo, na hii safu ya mbele ilikuwa imehifadhiwa kwa viongozi wa kidini. Kwa kweli, sikiliza hili. Viti hivi vilikuwa nyuma ya mimbari ya msemaji na vilikuwa vinakabili hadhira. Kwa hiyo ungeonekana mtu wa maana sana kama ungekalia pale juu. Sasa Yesu anaendelea kusema hapa kwenye mstari 44, ole wenu, kwa maana ninyi ni kama makaburi yasiyo na alama, na watu wanapita juu yake bila kujua. Sasa tena, katika siku hizo, kugusa jiwe la kaburi au kupita juu ya kaburi, hilo lilikuwa limekatazwa na sheria ya Musa. Ilimfanya mtu kuwa najisi kwa taratibu za kidini kwa siku 7, kulingana na kitabu cha Hesabu sura ya 19.
Na nyingi ya sheria hizi kwa njia zilikuwa njia ya Mungu kuwalinda watu wake dhidi ya kuenea kwa magonjwa muda mrefu kabla ya vijidudu na mikrobiolojia kugunduliwa. Sasa Yesu anawafananisha Mafarisayo hawa na makaburi yasiyo na alama ambayo watu wanayagusa bila kujua na hivyo kujifanya najisi. Hivyo Yesu anasema kimsingi kwamba yeyote anayekutana na hawa Mafarisayo anakuwa ameharibika na kuwa najisi. Sikiliza, wanafiki wa kidini hawatakusaidia kamwe kuwa mtakatifu zaidi, na hiyo ni kwa sababu hawana nia ya kweli juu yako hata kidogo. Kwa hiyo jihadhari na wale ambao wana nia zaidi ya kukuvutia badala ya kukusaidia kukuza tabia ya kumcha Mungu. Sasa kama ungependa kuendelea kuwa wazi kwa ushawishi mbaya huko nje na kuwa mnafiki bora zaidi, basi hii hapa ya 4. Fanya hivi: kuwa mwepesi wa kufundisha wengine kufanya mambo ambayo wewe mwenyewe unakataa kuyatenda. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 46, Ole wenu ninyi wanasheria pia, kwa maana mnawatwika watu mizigo mizito isiyoweza kubebwa, na ninyi wenyewe hambusi hata kwa kidole kimoja. Yesu anazungumzia zile taratibu zote za kidini, mapokeo na sheria ambazo kwa wakati wake zilikuwa zimefikia maelfu na zinafundishwa na hawa wanasheria, wataalamu wa sheria ya Musa ambao mara nyingi huitwa waandishi. Waliwalazimishia watu wote hizi sheria kwenye maisha yao, na neno ambalo Yesu anatumia kwa mizigo linamaanisha mzigo mzito sana ambao hakuna mtu anayeweza kubeba. Na hawa wataalamu basi hawataki hata kuinua kidole kuwasaidia hata mmoja wao. Kwa kweli Yesu anaonyesha hapa kwamba hata wao wenyewe hawafuati hizi sheria. Nikuambie mpendwa, Ukristo sio mzigo wa sheria ambazo hutazikumbuka kamwe kikamilifu wala hutazitimiza kikamilifu. Ukristo ni uhusiano wa kweli na wawazi na Mwokozi wako ambaye alikufa kwa ajili ya kila dhambi, kila kushindwa, kila upungufu unaofanya. Sasa kama badala yake ungependa kuwa mnafiki bora zaidi, basi hii hapa ni ya 5. Wapende watu ambao hawawezi kupinga jinsi unavyofikiri au kuishi. Sikiliza Yesu anachosema hapa kwenye mstari wa 47. Ole wenu kwa kuwa mnajenga makaburi ya manabii ambao baba zenu waliwaua. Hivyo basi ninyi ni mashahidi na mnakubali matendo ya baba zenu, kwa maana wao waliwaua nanyi mnajenga makaburi yao. Viongozi wa kidini hapa walikuwa wamejenga makaburi ya heshima kwa manabii wa zamani ambao mababu zao waliwaua kweli. Sasa wanadai Yesu anasema kwamba wanawapenda hao manabii. Lakini waangalie, tayari wanapanga kumuua nabii mkuu kuliko wote, Bwana Yesu. Kwa kweli, mwandishi mmoja alibainisha kwamba ni rahisi zaidi kuwashabikia Wakristo waliokufa kuliko kuwaiga Wakristo walio hai, na hasa wale Wakristo walio hai wanaotukemea na kutukosoa. Ona, ukweli ni kwamba hawa Mafarisayo na waandishi wa sheria, hawa waandishi wanazuia watu wasigundue ukweli wa Injili. Basi Yesu anasema hivyo hapa kwenye mstari wa 52. Umeondoa ufunguo wa maarifa. Ninyi wenyewe hamkuingia na mmewazuia wale waliokuwa wakiingia. Kimsingi Yesu anasema hapa, mlipaswa kuweka mkeka wa kuwakaribisha, lakini badala yake mmejaribu kufunga mlango na hata kuficha funguo. Basi kama bado unataka kuwa mnafiki bora zaidi, ngoja nikupe hatua ya mwisho. Kila unapokutana na ukweli unaogusa dhamiri yako, usitubu, pinga. Hii hapa ni mstari wa 53 na 54. Alipokuwa akiondoka pale, waandishi na Mafarisayo walianza kumshinikiza sana na kumchokoza azungumze mambo mengi, wakimvizia ili wamkamate kwa neno lolote atakalosema. Badala ya kufikiria maneno ya Yesu, wao wanakasirika. Anajiona yeye ni nani? Basi ngoja nikuambie yeye ni nani. Yeye ndiye mfalme huyo, na kwa wakati huu anawaita wakabiliane na ukweli. Unajua, ni rahisi kuona unafiki wa watu hawa, lakini nashangaa kama tunaweza kuona unafiki wetu wenyewe kwenye kioo cha neno la Mungu.
Miongo kadhaa iliyopita, mwanamuziki mmoja maarufu wa Kikristo alihojiwa na akatoa kauli hii ya wazi kabisa. Alisema, mwelekeo wangu ni kuacha watu wajue tu kiasi kidogo kunihusu ili wapate mtazamo mzuri juu yangu. Mimi ni mnafiki anayejitahidi kubadilika. Kweli hiyo ni njia nzuri ya kuelezea, na ni kweli kwa sisi sote. Hivyo basi, tuwe waangalifu leo. Hebu tukubali kukabiliana na ukweli wa neno la Mungu, na hilo litatuepusha na njia ya kuwa wanafiki bora zaidi. Badala yake, itatuongoza kuwa wafuasi wanyenyekevu na wanaomtegemea Yesu Kristo zaidi. Na hebu tufanye hivyo leo. Basi hadi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.